Okay, wapenzi watazamaji, karibuni katika somo letu jingine. Kama tunavyoona hapo kwenye kichwa cha habari, somo linasema ni lile algebra lakini ni kipengele kingine. Sasa tumefika kwenye word problems. Word problems maana yake ni mafumbo. Word problems maana yake ni mafumbo. Sasa tumeishamaliza kwenye equations, tumemaliza expression, tumemaliza equations. Sasa twende tukaangalie word problems, mafumbo yanayohusiana na algebra. Kwenye algebra pia kuna word problems. Sasa how can you solve those word problems? Jinsi gani utaweza kusolve hizo word problems zilizopo kwenye algebra? Na ili kuweza kusolve word problems zilizopo kwenye algebra, kuna vitu hapa nimekuandikia ili kuweza kurahisishia zaidi wakati unalisoma hilo swali, unasoma hiyo word when you are reading that word problem. When you are reading that word problems, the sign or word or phrase used when formulating an equation from a word problems. The heading there say that now we are in another lesson is concerning with word problems. Word problems in Kiswahili we call it mafumbo. So the science word or phrase used when formulating an equation from a word problems. Sasa hapa tutaangalia alama, maneno au sentensi ambazo zitakazokuwezesha wewe kuweza kutengeneza equation kutoka katika word problems, kwa sababu fumbo unapopewa linakuwa lina keyword. Sasa zile keyword wewe unatakiwa uweze kuzibadilisha, zile keyword uweze kuzipeleka katika nini, katika fumbo. Uweze kuibadilisha ile keyword uweze kuitengeneza nini, equation. Kwa hiyo unatakiwa ulibadilishe fumbo, ulibadilishe swali kutoka kwenye fumbo ulipeleke kwenye nini, kwenye equation. Sasa utawezaje kubadilisha word problem kuweza kuwa equation ili uweze kusolve? Ndo nimekuwekea hapa alama au maneno au sentence ambazo zitakuwezesha wewe kuweza kujua kwamba hapa kwenye fumbo hili tendo gani limetumika, au tendo gani natakiwa niweke, au kitu gani hapa natakiwa nifanye. Kwa hiyo nimechora table hapa ambayo ina zile basic mathematical operation. Kuna plus, kuna minus, kuna multiplication, kuna divide na kuna equal. Hizi ndizo operation ambazo zinakuwa zinatumika katika nini, katika equations. Kwenye kusolve equations tunatumia hizi operations. Sasa ili kuweza kujua, ili kuweza kuformulate equation kutoka katika word problem. Kwa hiyo kuna baadhi ya maneno ya msingi yatakuwezesha wewe kujua kama hapa ni tendo ni kujumlisha au kutoa au kuzidisha au kugawanya, au hapa ni sawa sawa. Na baadhi ya maneno hayo ni kama yafuatavyo. Kwa mfano operation kama tendo ni kujumlisha, alama yake ni tendo ni jumlisha, au alama ya tendo la kujumlisha ni hapa. Utajuaje kwenye word problems? Kwenye word problems utakuwa umeambiwa neno lifuatalo: either addition, sum of, increased by, greater than, plus, taller than, more than. Kwa hiyo maneno haya ukikutana nayo kwenye word problems, jua kwamba hapo anazungumzia tendo la nini, la kujumlisha. Ukiona neno addition, sum of, increased by, greater than, plus, or taller than, more than, jua kwamba hapo anazungumzia tendo la nini, kujumlisha. Utajuaje kama anazungumzia tendo la kutoa? Kwa maneno yafuatayo: difference, ujue hapo ni tendo, anazungumzia tendo ni nini, kutoa. Subtract, tendo ni kutoa. Decrease, tendo ni kutoa. Less than, tendo ni kutoa. Shorter than, tendo hapo ni nini linalozungumziwa hapo, ni kutoa. Na utajuaje kama tendo ni kuzidisha? Either unaweza ukaambiwa multiplication au multiplied by au times by, au imezidishwa kwa times by, au product. Product kwa Kiswahili tunasema zao. Product of maana yake ni zao la, maana yake ujue hapo zao linatokana na vitu viwili kuzidishwa, kwamba unapozidisha vitu viwili ndivyo unapopata
product. Kwa mfano product ya 2 and 3 is what? 6. Product of 2 and 3 is what? 6. Maana yake ni 3 times 2. Unapata 6. Kwa hiyo multiplication, ukiambiwa multiplication all times by all product, ndio hapo anazungumzia nini? Kuzidisha. Na utajuaje kama tendo linalotakiwa kutumia ni kugawanya? Utaambiwa maneno yafuatayo: either division, divided by au quotient. Unaweza ukaambiwa ni division, divided by au quotient. Jua tendo linalozungumziwa hapo ni nini? Ni kugawanya. Na ya mwisho, utajuaje kama hapa nimeambiwa ni sawa sawa au ni kitu gani? Iko. Kuna neno utakutana nalo kwenye word problem au katika fumbo, unaweza ukaambiwa iko tu, ni sawa sawa na, au is. Ukionana neno is, ni umri wa baba na jumla ya umri wa baba na mwanae ni kiasi fulani, basi ile ni ndio hii hapa is. Given by naye pia inawakilisha nini? Sawa sawa. Given by au result au matokeo. A result of multiplying two number, when two number is multiplied, the result is equal to kiasi fulani. Kwa hiyo ukiona maneno kama hayo, basi jua operation zako au saini ambazo unatakiwa utumie katika kutengeneza mlinganyo wako au kutengeneza equation yako, basi utatumia alama hizi ambazo unaziona hapo. Zipo alama 4 na hii hapa ya mwisho ni sawa sawa, nayo ni alama inayofanya kuwa 5. Kwa hiyo nimekuwekea hili table ili uweze kujua pindi tutakapoanza kusolve word problem, basi ujue uweze na unaposolve word problems, manake umepewa fumbo, you have given word problem. What you are required is to formulate an equation from that word problems. Unachotakiwa wewe ni kutengeneza mlingano, kutengeneza equation kutoka kwenye hiyo word problem ambayo wewe unakuwa umefanyaje, umepewa. Kwa hiyo fumbo unalibadilisha na kuweza kulitengenezea equation ili uweze kutafuta thamani ya herufi. Kwa hiyo hapa kuna maswali mengi tutakuja kuyaona, maswali ya umri, age problems yanakuwepo hapa, na aina nyingine ya maswali yanayohusiana na word problem. So another lesson that will follow, it will be concerning with the how to solve word problem. This gani ya kusolve word problem, but we will learn it through examples. We will start doing some examples, and that will be the end of our topic algebra. So hii word problem ni kipengele cha mwisho katika somo la algebra. Kwa hiyo tukishamaliza kusolve maswali ya word problem, nadhani topic yetu hii itakuwa imeisha, na tukipata muda wakati mwingine tutaweza kuangalia somo lingine litakalofuata katika somo hili, topic nyingine itakayofuata katika somo hili la hesabu. Kwa hiyo nadhani hapo mmenielewa. Ni muhimu kuzingatia hivi vitu vilivyochora kwenye table, uhakikisha unavisoma, unavielewa, unavikariri na unaviweka akilini, ili utakapokuwa unasoma word problem iwe rahisi wewe kuweza kuelewa na kujua kitu gani ambacho umeulizwa. Cha msingi ni kuelewa swali, kitu gani umeulizwa na nini umepewa na kitu gani unatakiwa ufanye. Hiyo ndio word problem. Kwa hiyo nadhani nimeeleweka. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe katika channel yangu, ni muhimu sana, kwa sababu unaposubscribe ndio inakuwa rahisi kuweza kupata taarifa ya video mpya nitakayokuwa nimeiupload. Kwa hiyo subscribe na like pale, bonyeza like au bonyeza like button au subscribe button ili uweze kuwa mmoja kati ya watu ambao utakuwa unapata taarifa kwa haraka kuhusiana na video mpya ambayo Mtatuzi TV atakuwa ameiupload. Asanteni sana sana. Endeleeni kujifunza na fahamu kwamba elimu ndio ufunguo wa maisha, kwamba elimu ni ufunguo au elimu ni ufunguo wa maisha. Kwa hiyo asanteni, nawatakia siku njema.